Naam, asante sana mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV. Hii ni TV yako ambayo inakuwa nakupa habari kadha wa kadha, matukio, pia vile vile vipindi mbalimbali. Kwa siku ya leo mpenzi mtazamaji, ni katika kile kipindi chako kipendelevu cha mtazamo wa kisiasa, ambako tunakuwa tunaongelea siasa za nchi mbalimbali na za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ila kwa leo mpenzi mtazamaji, tunaongelea kuhusu hali inayoendelea katika nchi ya Tanzania, ambako wako kwenye uchaguzi ambao ulifanyika tariki 29. Kama kawaida siko peke yangu, mimi ni Safari Almas, na shirikiana naye mwenzangu ambaye atakuja kujitambulisha mwenyewe. Karibu. Naam, kwa majina naitwa Isaac Mrucha Ashibe, na kwa mwaliko wako leo Safari Almas, nashukuru sana. Asante sana. Ni mwenzangu ambaye tutashirikiana naye katika kile ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo sasa kuhusiana na hali inavyoendelea huko katika nchi ya Tanzania. Tuanze kabisa na tariki 29 ambayo ndio ilikuwa tariki ilikuwa nasubiriwa kwa hamu sana kwa baadhi ya Watanzania, na vile vile wengi wao wengine ambao ni wa chama pinzani walikuwa sema siku hiyo hakutakuwa na uchaguzi, ila uchaguzi umefanyika. Isaac, swala hilo limekuwa kama utofauti kidogo na kile ambacho watu walikuwa natarajia huenda labda usingefanyika uchaguzi. Ndio, nchini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale, lakini pia hata nje ya nchi watu walikuwa wanasubiria tarehe 29 Oktoba kama moja kati ya tarehe za kihistoria kabisa katika uchaguzi au chaguzi ambazo zinaendeshwa hapo katika nchi jirani ya ukanda wa Afrika Mashariki, hiyo Tanzania. Na binafsi wakati nilikuwa ninasikia 29 Oktoba, wamoja wanasema tunatiki, wengine wanasema tutatoka, kidogo ilikuwa inazua sitofahamu katika kuelewa, sababu tumeona 29 imefika, ilikuwa siku ya kawaida kama siku nyingine zote, wakatoka wakafanya uchaguzi waliochagua, lakini hapo ghafla vijana walitoka barabarani. Sasa hivi nchini Tanzania kuna maandamano. Ni kwamba wale waliosema tutatoka walitimiza ahadi yao, na wale waliosema kwa tutatiki maana tutachagua nao walitimiza ahadi yao pia. Lakini ukiangalia kwa gisi watu walivyokuwa natazamia, kwa kuwa si mara ya kwanza kwa uchaguzi kuweza kufanyika katika nchi ya Tanzania, na kwa namna tathmini ilivyokuwa, kwa namna watu walivyojitokeza kupiga kura, ni tofauti na miaka ya nyuma. Kwa kuwa ukiangalia katika miaka ya nyuma watu walikuwa wanafurika wengi kwa ajili ya kupiga kura, ila kwa mwaka huu inakuwa ni tofauti kidogo. Kwa mtazamo wako unaona hiyo inatokana na nini? Ni kutokana na ule mgawanyiko wa vyama, ima ni kutokana na uongozi wa sasa ama wa mgawanyiko au mfumo wa vyama vingi katika nchi hauletaji mgawanyiko wa raia au wananchi. Unaoleta mgawanyiko katika nchi ni uongozi mbaya wa wale wanaoongoza. Ni mara ya kwanza sasa tokea Tanzania ianzishe mfumo wa vyama vingi, ni mara ya kwanza chama pinzani kikubwa ambacho ni chama cha Chadema kususia kushiriki zoezi la uchaguzi la kupigaji kura. Ni mara ya kwanza. Sasa naweza nikasema kwamba lile ilotupelekea watu wasijitokeze wengi ni kwa sababu kulikuwa na mvutano wa kisiasa. Wamoja walikuwa na lalamikia mageuzi, kuna watu walalamikia mageuzi sana sana, mageuzi ya katiba sana sana, mageuzi yalipelekwa mbele sana na chama cha Chadema na mkurugenzi wake ambaye ni Tundu Lissu, ambaye alilalamika akipinga kabisa uchaguzi usifanyike bila mageuzi. Tukasikia slogan ya no reform no election, ambayo kwa hiyo chama tawala tuseme au serikali iliona kwamba zilikuwa ni harakati za uhaini, za usaliti, akawekwa korokoroni. Sasa kuna wale ambao ni wafuasi wa chama, lakini pia kuna Watanzania wengi ambao wengine wanakuwa ni wana CCM na wengine ambao hawana vyama, lakini ambao wanahitaji mageuzi vile vile, nao pia walisusia uchaguzi. Sasa wakati wanatusia uchaguzi, inakuwa kama vile ni kitu ambacho kinaenda kuzua taharuki, ni kitu ambacho kinaonesha alama ya fujo hapo mbeleni. Asante sana. Na labda ukiangalia kwa namna watu wanavyosema, wanavyozungumza, kuna wale ambao wako kwenye no election, no reform no election, na kuna wale ambao wako kwa Oktoba na wametiki. Lakini ukiangalia mama ambaye ni Samia, rais,
kwa sasa ambaye anashikilia wazifa. Na ukiangalia kwa wale ambao wanasema no reform no election, kwa mtazamo wako huenda labda ni uongozi mbaya wa Chama cha Mapinduzi CCM, ama inakuwa ni uongozi mbaya ya yule anayeshikilia chama, ama kuna vipengele ambavyo havitilui manani, ndio maana baadhi ya watu wanakuwa ni kama vile wanasusia uchaguzi, ni kama vile hawamtaki mama kwa sasa. Unajua, kwenye nasemaga kila saa kwamba siasa nayo ni sanaa na uongozi ni sanaa na ni kazi pia. Kwa hiyo kwenye kazi wanasema kunahitajika ile wanasema creativity, ubunifu, unakuwa na ubunifu. Sasa ule kwa lugha ya kisiasa wanaita mabadiliko. Yaani kidogo ukiingia unakuwa na mabadiliko fulani ambayo unayaleta kama vile kiongozi. Tuangalie hapa wakati Magufuli aliingia mwaka 2015, alichaguliwa kwa kura ndogo sana, takriban 50%. Lakini wakati anachaguliwa kwa mara ya pili, alichaguliwa na watu wengi na asilimia kubwa, takriban 80, zaidi ya 80. Ile ilionyesha kwamba walimuelewa yule bwana alikuwa ni mtu ambaye alileta mageuzi makubwa sana kwenye mfumo wa kuongoza nchi. Sasa kwa bahati mbaya wakati mzee Magufuli alifariki, mama akachukua hatamu ya nchi kuongoza Tanzania. Yeye kwanza huu muhula ambao aliongoza kwa miaka 5 ilikuwa kama vile muhula wa majaribio, wananchi wamwangalie katika mama huyu tunapata matumaini gani ya nchi hapo mbeleni. Sasa kwa sura ambayo tumeiona leo, tunaona wananchi wa Tanzania wametuambia sisi ambao tunakuwa kama vile majirani na kama vile watu ambao wanakuwa watazamaji hapa nje, tunaona kwamba Watanzania wanasema kwamba hawakuridhika na kipimo walichompima mama yao Samia Suluhu Hassan. Wameona kwamba mama hakuweza kukizi kabisa vigezo ambavyo walikuwa wanatarajia kuona kwake. Hakuongoza tu chama vibaya, aliongoza pia nchi vibaya. Kwa sababu gani? Hata ndani ya chama kuna watu ambao wamempinga. Kuna wanachama wana CCM ambao sasa hivi hawamtaki. Sasa hivi wanataka mageuzi, ambao wanalalamika wanalahumu lawama zile ambazo zinatolewa pia na wapinzani. Kwa hiyo inaonekana inakuwa zaidi kwamba mama hakuongoza chama tu vibaya, aliongoza na chama vibaya na nchi pia aliongoza vibaya. Lakini ukiangalia kuna miradi mingi ambayo ameweza kuitekeleza. Ukiangalia kuna miradi ambayo japokuwa mwenzake ndio alianzisha, ila mtu anaweza akaanzisha kitu na kile kitu usikitekeleze, ni kutokana na moyo wa mtu unapenda nini. Ila ukiangalia kuna miradi mingi ambayo alikwenda kuitekeleza, kama flyover, mambo mengine kaza miradi mingi ya maji, umeme, ni miradi ambayo ilibaki mezani na mtangulizi wake ambaye kwa sasa ni hayati, na akakuja itekeleza kwa namna alivyotumika. Kwa machache hayo, kwa kuwa mtu ambaye anapenda kutumika ama apendi kutumika, mtamuona tu kwa matendo yake. Kwa machache hayo ambaye aliyatumika kwa kutekeleza yale ambayo mwenzake aliacha, haoni kama ni ishara tosha kuwa yeye ataleta mageuzi na ataendeleza kufanya miradi ya kimaendeleo ambayo itakuwa na manufaa kwa raia wa nchi yake. Hapo ili tusiwe warefu sana, kwanza nitajibu swali hilo kwa mambo mawili. Swali la kwanza, katika siasa kuna kuwa kipaumbele. Kuna kuwa ile ambalo raia au wananchi wanakihitaji sana. Ni priority where. Tunasema kwanza tutoe mfano hapa Kongo. Hapa Kongo kwetu rais akaanza kujenga barabara, sijui akatupa mishahara mizuri wafanyakazi. Kuna jambo moja tu linasumbua wananchi, amani. Kwanza ndo kipaumbele kwanza, Wakongomani wanataka kwanza amani. Yaani kukiwa rais kwamba ataleta kwanza amani, basi huyo kwanza ndo anapendwa. Sasa Tanzania wao kwanza walitaka mageuzi. Unaelewa hapo? Kwa hiyo ingawaje mama angejenga magorofa, angeachilia sijui mishahara, angefanya nini, wanataka kwanza mageuzi, kwa sababu mageuzi yale yanatengeneza siasa au mfumo mzima wa siasa ya nchi. Kwa hiyo kama hatoleta mageuzi, kama hatoleta mageuzi atakuwa bado wanapingika. Lakini kwenye swala pia la utendaji, mama ametenda, lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa ya mambo ambayo ameyatenda ulikuwa ni muendelezo wa miradi ambayo iliachwa na hayati Magufuli. Lakini hapo hivyo ukiangalia katika kampeni zake aliweza kuahidi mambo mengi, akisema kwamba mula wa kwanza ulikuwa mula ambao mimi natekeleza mambo sasa yale ambayo aliachwa na mtangulizi wangu. Mnipe muda muone sasa ya mimi, kwa kuwa ndio mara ya kwanza yeye kuweza kuania katika kiti cha urais. Kwa mula ambao alikuwa anaongoza ni mula ambao aliachiwa
kama anaachiwa hivi. Ila huu ndo muhula sasa, anasema munipe sasa muhula wangu mimi mwenyewe nitekeleze hasa miahadi yote ambayo haidi hapa. Aliahidi mambo mengi katika kampeni zake. Ndio, na ni hapo nilijibu hapo mbeleni kwamba wakati alipewa miaka 5 hii ilikuwa ni miaka ya kumpima. Yaani hii miaka 5 ndio ingehakikisha huyu mama hapewe 5 nyingine tena au asipewe. Kuna watu wanasema sasa hivi mama apewe 5 tena. Lakini kuna wengine wanasema kwamba mama hastahili tena kupewa 5. Ile ina maana kwamba amepimwa na baadhi ya wananchi, kwa sababu wote hawawezi kupenda na wote waweza kuchukia. Amepimwa, wamoja wameona kwamba hawezi akapewa 5, wengine wakaona kwamba apewe 5. Lakini cha muhimu kwanza, wananchi wanahitaji mageuzi, na hilo jambo lilikuwa limeshafunwa zamani. Hata kina Magufuli waliona hilo, hata kina Nyerere ambao ni baba wa taifa lao walikuwa wameshaliona hilo, wakasema kwamba wasipopata mageuzi CCM, wananchi watatafuta mageuzi hata nafasi nyingine. Kwa hiyo nadhani kwa sasa Chadema CCM kumrazi inakosa, imeshindwa kuwapatia wananchi yale ambayo walikuwa wanategemea. Kwa hiyo wananchi wanatafuta sasa wapate tegemeo kwenye chama kingine. Kwa hiyo wanataka rais aondoke. Yeah. Asante sana. Na ukiangalia kuna vitu ambavyo vilishuhudiwa ambavyo ni vigeni sana sasa katika nchi ambazo zinazunguka Tanzania. Ni mara kadhaa kushuhudia katika nchi ya Tanzania kunatokea hali ambayo ilitokea sasa katika uchaguzi. Maandamano yalitokea, watu walivunja vitu, watu walichoma matairi barabarani, mambo mengi. Kuna wengine hata walifikia kujeruhiwa katika maandamano haya, na wengine hata kufariki vile vile. Na hiyo inaonyesha kwamba ni kitu ambacho hakijawahi kufanyika katika nchi ya Tanzania. Labda katika tathmini unaona ni kutokana na mageuzi hayo tu ndio ambayo yanapelekea maandamano kufanyika, ama ni ile namna ambayo Tundu Lissu anaendelea kuwa gerezani, ni ile shinikizo ya kuweza kuonesha kwamba tuna huzuni na tunapenda wamwachilie Tundu Lissu, kwa kuwa Tundu Lissu mwenyewe alisema kwamba niko hapa gerezani kwa ajili ya tariki 29 tu, si kitu kingine. Bwana Safari, kwenye swala la maandamano ni swala pana kidogo, swala kubwa, kwa sababu hili swala halihusishi taifa moja, linahusisha dunia nzima. Sasa hivi kuna wale wanaitwa Gen Z, Generation Z. Hao ni hatari sana. Viongozi wanakimbia Gen Z sana. Wakati huu inasadikika kwamba vijana wale wa Gen Z wanataka mageuzi, sio Tanzania tu. Nchi nyingi za duniani hapa vijana wa Gen Z wanataka mageuzi. Ndio maana Tanzania kwa mwaka huu sio nchi ya kwanza kukumbwa na tatizo kama hili la maandamano. Tumeona Kenya namna gani Gen Z wamefanya. Tumeona kwa Madagascar ambao wamemfurusha rais kabisa, mara moja ameondoka. Na sehemu nyingine nyingi, hata Cameroon sasa hivi vijana wanaandamana. Huko Nepal vijana waliandamana wakamfukuza rais. Yaani nchi nyingi vijana wamesimama. Kwa hiyo mfumo wa maandamano kwanza sio mfumo wa Tanzania. Ile ikiwa na ujumbe kwamba nchi yoyote ile ambayo kiongozi hatofanya vizuri, vijana wako tayari kufanya kila liwezekanalo ili kuchukua madaraka na kuimpose mageuzi au changement ipate kuonekana. Sasa tukienda Tanzania ni nchi ambayo inakuwa na historia ya kuwa nchi tulivu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Hakuna nchi tulivu kama Tanzania. Sote tukiona Tanzania tunajihisi roho yetu kidogo inapumzika, tunasema Afrika Mashariki tuna nchi. Ukiona amani unafikiria Tanzania tu. Ukisikia amani wana Tanzania, ukisikia Tanzania unasikia amani. Lakini sasa amani kila mara ina gharama yake. Amani ina gharama yake. Na moja kati ya gharama ya amani ni maridhiano kati ya watu ambao wanaishi katika nchi. Mwe mnafikiria jambo moja, mnakubaliana katika mambo fulani. Sasa mama inasadikika kwamba na inavyoonekana hakuweza kulinda yale maridhiano kati ya vyama. Hakuweza kulinda maridhiano, kulinda ule umoja kati ya wananchi. Kuna watu fulani walinyongewa malalamiko yao na haki yao. Walalamika hiki kifanyike, mama hakujibu yale matarajio yao. Kwa hiyo kama hauko tayari kulipa gharama ya amani, basi utailipa hiyo gharama, kwa sababu amani lazima ipatikane. Utailipa kwa gharama kubwa, kwa sababu kuna gharama moja ya amani ambayo inaitendeka kwa kukubaliana kwa maridhiano. Kama hauko tayari kukubaliana na mwenzako, basi mtapigana, mtabebana, mtazozana
ili kana kwamba atakayeshinda apate kutawala kwa amani. Na labda unavyoangalia, kwa kuwa Tundu Lissu mwenyewe aliweza kusema kwamba niko hapa gerezani kwa ajili ya tarehe 29. Vijana safari hawaandamani kwa sababu ya Tundu Lissu. Wanataka mageuzi. Ndio. Labda Izake, unavyotathmini kweli kweli kwa siasa zinavyoendelea, hasa uchaguzi ambao unafanyika, endapo Rais Samia Suluhu Hassan atachaguliwa kuwa rais wa Tanzania, kweli kweli mpinzani ambaye ni Tundu Lissu ataendelea kusalia gerezani ama namna gani kwa tathmini yako? Na siasa au tuseme kesi ambayo inamkabili Tundu Lissu, kwanza mwenyewe anasema kwamba ni kesi ya kisiasa. Na ukimwangalia Tundu Lissu si mpinzani wa mchezo. Amewahi kupingana na Kikwete, amepingana na Magufuli, amepingana na Samia, na katika wote hawa anakuwa akipata kesi za namna hii. Sawaini, kesi kubwa zinamkabili. Na ninachofikiria mimi si kwamba natabiri, lakini ninachokijua, kwa sababu historia inafanya kama inajirudia vile, ninachojua kwamba wanachokitaka ni kumvunja nguvu, kwa sababu moja kati ya sababu kubwa za kumpeleka Tundu Lissu mahabusu ni kwamba asishiriki kwenye uchaguzi huu. Hilo kwanza ni la kwanza. Lakini pia angelikuwa nje, angekuwa na nguvu sana na angekuwa na influence kubwa. Wanasema ni influence, angehamasisha, angekuwa na nguvu kubwa ya kuhamasisha raia wafanye maandamano. Lakini kama yuko mahabusu, ile nguvu inakuwa kidogo imepunguzwa. Sasa wakati mama anapita anakuwa rais, nadhani kwamba hii kesi itaangaliwa namna gani itamalizwa, ili kwamba atolewe aendelee na harakati zingine. Na namna atakavyorudi kwa hali iliyoko, haoni kama itapelekea kwa mtafaruko mkubwa, kwa kuwa ukiangalia, japokuwa kuna baadhi ya watu ambao wanajificha, ila ukiangalia kwa sasa Chadema ni chama ambacho kinakuwa na wafuasi wengi kwa sasa, japokuwa kuna wale ambao wanajificha. Kuna hali ambayo ilitokea, ukiangalia kuna nyumba hata za wasanii, duka za baadhi ya wasanii ambazo ziliweza kuchomwa moto, ikionekana tu unakuwa uko katika mlengo wa CCM unakuwa unafanywa kitu kibaya. Waandamanaji wanakuandama na wewe. Kweli kwa gisi unavyoona kwa siasa za Tanzania, namna hali ya Tanzania ilivyo, ni kama itapelekea nchi ile kuelekea pabaya, ambako huenda labda sisi hatukuwa nategemea na hatukuwa nawaza katika nchi ya Tanzania kunaweza ukatokea masuala kama na jambo ambalo linatendeka sasa hivi Tanzania ni jambo la kigeni sana. Nchi nyingi tulikuwa tunatarajia hivyo. Kwa hiyo unachokifikiria mimi ni kwamba tusubiri, tuache muda upite, tuone maandamano ambayo yanaendelea yataishia wapi, na kama waandamanaji watashinda, basi Mama Samia itabidi asarende, itabidi alete yale mageuzi ambayo waandamanaji wanayahitaji. Na kama Mama Samia atapita na kubaki madarakani, maana yake waandamanaji itabidi nao wasarende, watulie kimya, wasubiri mama aongeze nchi. Lakini sura tayari imeanza kuonekana, kwa kuangalia Zanzibar tayari mgombea wa CCM ameshaibu. Sura bado ni tete safari. Hatuwezi tukaongelea siasa za Tanzania nzima kwa kuangalia tu Zanzibar kisiwani, hapana. Mvua inakuwa ni mawingu. Ndio, lakini Zanzibar inakuwa kama ni, hata kama ni Tanzania, lakini inakuwa kama ni moja kati ya sehemu ambayo inajitegemea kidogo. Kwa hiyo hatuwezi tukatabiri siasa za Tanzania kwa kuangalia siasa za Zanzibar. Hatuwezi kabisa. Tuone Tanzania bara namna inavyoendelea ndio inabeba siasa zote, siasa jumuishi ya Tanzania nzima. Na asante sana mpenzi mtazamaji, bila shaka tutakuwa tunakujuza yale ambayo yanaendelea kujiri sasa katika nchi ya Tanzania ambako kulifanyika uchaguzi tarehe 29. Tutakujuza namna hali itakavyoendelea na nani ataibuka mshindi katika uchaguzi ambao ulifanyika huko Tanzania. Ulikuwa nami Safari Almasi, sikuwa peke yangu katika kipindi hichi cha mtazamo wa kisiasa, nilishirikiana naye Izake Mulucha Ashibe. Bila shaka hatuna la ziada, tunawaomba msikose kulike, kushare na kusubscribe ili mwe wa kwanza kupata vipindi vyetu vya kila wakati. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.